Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari awamu hii ya 3 asubuhi. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian Jumanne Julai 21 alisifia ushirikiano uliopo unaoendelea kuimarika kati yake na kiongozi wa kiroho wa Iran Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu mashambulio yaliyosababisha kifo cha baba yake Ali Khamenei mwanzoni mwa vita vya Iran na Marekani. Watu wa karibu na Mojtaba walifahamisha shirika la habari la Russia kwamba mwezi Aprili kwamba alipata majeraha ya usoni na kwenye miguu katika shambulio hilo. Mpendwa, unaendelea kuimarika siku baada ya siku, na tutaendelea kuimarika na kuwa thabiti zaidi ili tuweze kutatua changamoto zetu kwa mujibu wa mwongozo wake. Wakati kiongozi wetu Ali alipokuwa hai, mimi sikuwa na changamoto nyingi katika kazi yangu kama rais. Nilipokabiliwa na changamoto na matatizo, alisimama nyuma yangu kama mlima, akiondoa vizingiti moja kwa moja. Kama unavyojua, kila mafanikio ambayo tumepata katika miaka miwili iliyopita yalitokana na uungwaji mkono na uongozi kutoka kwa kiongozi wetu aliyeuawa. Saa moja baada ya kutangaza kuanza kwa mashambulio yake dhidi ya Iran, kabadi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kukamilika kwa awamu ya 11 ya mashambulio hayo. Siku ya Jumatano asubuhi, wakati wa mashambulio hayo yakianza, kulikuwa na ripoti za milipuko kadhaa katika miji kadhaa ya kusini mwa Iran. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha usiku wa 11, Tehran pia ilishuhudia kuwashwa kwa mifumo ya ulinzi ya anga siku ya Jumatano asubuhi, lakini hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa hadi sasa kuhusu shambulio lolote linaloweza kuwa limeilenga mji mkuu huo wa Iran. Miji mingine ambayo imeripotiwa kushambuliwa ni pamoja na Sirik, Chabaha, Bushehr, Mashhad, Konarak, Tabriz, Beibahan na Omidie. Marekani imeendelea kutekeleza mashambulio kwa kurusha mabomu kulenga miundombinu ya Iran kwa siku ya 11 mfululizo. Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuwa kituo cha nyuklia cha Iran kinachoitwa Pikeze Mountain kitashambuliwa hivi karibuni. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akiwa mbele ya kamati ya Seneti inayopanga matumizi ya fedha amesema hadi kufikia sasa Marekani imetumia dola bilioni 37.5 katika vita vya Iran na inahitaji fedha zaidi. Kutofadhili kikamilifu wizara ya ulinzi, na tunafahamu hilo linamaanisha nini. Inamaanisha kwamba dola trilioni milioni 1.5, ikizingatiwa dunia tunayoishi sasa na janga la bajeti ambalo utawala wa Rais Joe Biden ulitupa. Kukosa ufadhili huo wa dola trilioni 1.5 ni tishio kubwa linalokabili nchi yetu. Tuchague kuwekeza kwa wanajeshi wetu kipindi hiki tunapokabiliwa na tishio linaloongezeka, au haya yote yatakuwa maneno tu. Safi. Tunazidi kusonga mbele kwenye matangazo haya, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwondoa mkuu wa majeshi wa Ukraine Oleksandr Syrskyi kutoka wadhifa wake. Hatua hiyo inawadia siku chache tu baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi aliyekuwa maarufu Mikhailo Fedorov, hatua inayosababisha maandamano katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo. Awali kulikuwa na uvumi kwamba kuondolewa kwa Fedorov kulihusiana na mgogoro kati yake na Syrskyi, na baadaye taarifa hizo zikathibitishwa. Fedorov mwenye umri wa miaka 35 amekuwa akisifiwa kwa kuleta mageuzi makubwa katika wizara ya ulinzi, kuimarisha uwezo wa jeshi la Ukraine na kuongoza juhudi za kupambana na rushwa.
Upande mwingine, Sirski mwenye umri wa miaka 60 anaonekana na wengi nchini Ukraine kama kamanda mwenye mtazamo wa kijeshi wa enzi ya Umoja wa Kisovieti, ambaye hakuwa tayari kutekeleza mabadiliko makubwa ndani ya jeshi. Nafasi yake imechukuliwa na Jenerali Mikhailo Rabatri mwenye umri wa miaka 43, ambaye anajulikana kwa uzoefu wake mkubwa vitani na umaarufu miongoni mwa wanajeshi. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii usiku wa Jumanne, Rais Zelensky alimshukuru Zelensky kwa mchango wake katika kampeni za kijeshi, ikiwemo nafasi yake muhimu katika kutetea kwa mafanikio mji mkuu wa Kiev wakati wa siku za mwanzo za uvamizi kamili wa Urusi mwaka 2022. Mhudumu wa misaada ya kibinadamu kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amehamishiwa nchini Uingereza kwa uangalizi wa kitabibu baada ya uwezekano wa kuathiriwa na virusi vya Ebola akiwa kazini. Shirika la usalama la afya ya Uingereza limesema mtu huyo ambaye ni mkazi wa Uingereza na jina lake alijaweza kuwekwa wazi hana dalili zozote za Ebola kwa sasa, na hatua ya kumhamisha imechukuliwa kama tahadhari. Haya yakijiri, baadhi ya wanasiasa ambao wamepinga kuahirishwa kwa maandamano hayo, ambayo maandamano katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo ni hali ambayo inajitokeza. Kwenye taarifa nyingine kutokea Kongo ni kwamba baadhi ya wanasiasa ambao wamepinga kuahirishwa kwa maandamano kwamba ni pamoja na Seda Kikuni kutoka muungano wa kuokoa DRC unaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Kikuni anasema ilikuwa kosa kubwa kwa viongozi wa C64 kukubali kuahirisha maandamano hayo. Ya Kiprotestanti yamepewa kazi ya kuongoza mazungumzo hayo na ndiyo walioomba upinzani kuahirisha maandamano ya Julai tarehe 22. Kulikuwa na mikutano kadhaa iliyosababisha muungano wa C64 kukubali kuahirisha maandamano hayo licha ya kuwepo kwa upinzani mkali miongoni mwao. Miongoni mwa wanasiasa wa upinzani waliopinga kuahirishwa kwa maandamano hayo ni Seth Kikuni kutoka muungano wa kuokoa DRC unaungwa mkono na rais wa zamani Joseph Kabila. Kikuni anasema lilikuwa kosa kubwa kwa viongozi wa C64 kukubali kuahirisha maandamano hayo. Dominic Munongo kutoka chama cha Ensemble chake Moise Katumbi naye amepinga kuahirishwa kwa maandamano hayo anayosema yalipaswa kuendelea ili kumpa shinikizo Rais Tshisekedi. Hata hivyo, Ferdinand Kambere, naibu katibu mkuu wa chama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, yeye amesema mazungumzo yapewe nafasi lakini wapinzani wawe macho. Viongozi ndio hali ambayo inajitokeza. Na wakati huu basi, nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, Rais William Samoei Ruto ametahadharisha kuhusu kuibuka kwa utamaduni wa kutumia wahuni kutatiza usalama, akisema wakati umefika wa kudhibiti uovu huo. Rais Ruto amesema kuongezeka kwa makundi ya vijana wahuni kumekuwa tishio kwa usalama wa taifa. Kauli yake anaitoa siku kadhaa kupita tangu kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa Olkalao ambako kulishuhudia makundi ya vijana na watu waliofunika nyuso wakitishia na hata kuwadhuru raia, hali inayozua wasiwasi kwenye taifa hilo. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimesema kiungi mkono marufuku ya usafiri kutokana na mlipuko hivi punde wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Daktari Eugene Kaseya akisema amemwandikia barua waziri wa afya wa Marekani Robert F. Kennedy kuhusu kuondoa vikwazo vya usafiri dhidi ya nchi ya Uganda. Wito wake anautoa siku chache tangu Washington itangaze kuimarisha vikwazo vya usafiri kwa wasafiri kutoka nchi za DRC, Uganda na Sudan Kusini. Uganda imerekodi maambukizi 20 ya vifo viwili kutokana na ugonjwa huo. Kabla ya kupokea kipenga cha michezo, ni kwamba Rais wa Cameroon Paul Biya
mmoja wa marais waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, hajaonekana nchini humo kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali hii ikiibua mjadala kuhusu afya yake na mrithi wake, ikizingatiwa kuwa hakuna makamu rais. Kufikia Julai 21 ni siku 45 baada ya Biya kuondoka Cameroon kwa kile kilichoelezwa kama ziara fupi ya kibinafsi barani Ulaya na kutorejea kwake kumwongeza uvumi kuhusu afya yake, mapendekezo yakitolewa kuwa wadhifa wa urais utangazwe kwa wazi. Chama cha upinzani cha UDC kinasema kuwa kutokuwepo kwa muda mrefu kwa Rais Biya hakumaanishi moja kwa moja kuwa kuna pengo, lakini kinahoji kuwa hali hiyo inazua maswali ya kimsingi kuhusu mwendelezo wa serikali na utekelezaji wa mamlaka ya urais. Hata hivyo, chama tawala cha RDPC kimepinga vikali tetezi hizi, kikisisitiza kuwa serikali inaendelea kufanya kazi. Tangu Biya aondoke, akaunti rasmi za mitandao ya kijamii za rais zimeendelea kuchapisha ujumbe kutoka kwake, lakini hakujao na tukio lolote la rais kuonekana hadharani wala taarifa yoyote ya moja kwa moja kutoka kwake binafsi. Wachambuzi wanasema baraza la katiba linapaswa kuchukua hatua baada ya siku 45, japokuwa hakuna sheria inayoweka kikomo wazi cha muda ambao rais anaweza kukaa nje ya nchi. Na katika kipenga cha michezo ni soko la soka Ulaya. Tottenham Hotspur, Chelsea na Arsenal zinadaiwa kupanga kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford, miaka 28. Hata hivyo, viongozi wa Manchester United hawataki kumuuza kwa kilabu nyingine ya ligi kuu ya Uingereza. Mlinda lango wa Aston Villa na timu ya taifa ya Argentina Emilio Martinez, miaka 33, anaindwa na Juventus, huku Arsenal ikimfuatilia beki wa Aston Villa na Uingereza Ezri Konsa. Tottenham Forest ipo katika mazungumzo ya hatua ya mwisho kumsajili beki wa Sporting CP na Ivory Coast Osman Diomande. Beki wakati wa West Ham United Jean-Claire Todibo, miaka 26, anahusishwa na uhamisho kwenda Juventus. Haya yakijiri, Manchester United bado inafuata kiungo wakati, lakini imepunguza nia ya kumsajili Carlos Baleba, miaka 22, wa Brighton na Alex Scott, miaka 22, wa Bournemouth kutokana na gharama kubwa ya usajili wao. Bournemouth imeazimia kumbakisha Alex Scott licha ya mchezaji huyo wa timu ya vijana Uingereza chini ya miaka 21 kukataa kusaini mkataba mpya. Arsenal inaendelea kumfuatilia. Ipswich Town imefikia makubaliano ya awali kumsajili mshambuliaji wa Celtic na Japan Daizen Maeda, miaka 28, kwa ada ya pauni milioni 8 pamoja na nyongeza ya pauni milioni 2 kulingana na mafanikio. Na hatimaye beki wa kulia wa Manchester United James Over, miaka 18, raia wa Australia, anafuatiliwa na Rangers pamoja na klabu kadhaa kutoka Australia. Kwa kutamatisha matangazo yetu haya ya awamu hii ya saa ya asubuhi, awamu ya 3, tupokee kiziba